Bwana, niko na mzee Amwenye hapa kutokea J Smart Barber Shop. Atatuambia yeye kwa kile ambacho amekiona mpaka sasa, muda ambao tunaelekea kwenye ligi kuu ya NBC, na kesho Nyama Simba Lunyasi atakuwa kule Kagera akikaribishwa na Kagera Sukari kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC. Wameshapoteza dabi na mengi aliniambia kabla ya mchezo huo wa dabi. Karibu tuzungumze naye. Mzee Amwenye, uko vizuri? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila na masikitiko tu makubwa sana. Masikitiko sana. Tunakuelekea siko kilabuni imekuwa vurugu mechi. Alafu ndo mwanzo wa ligi tu. Hata mwaka jana ilikuwa hivi mwanzo wa ligi tu vurugu zikaanza, kwa hiyo tukapotea. Na mwaka huu tena vurugu imeanza, nafikiri tunaelekea tena kupotea. Na vurugu hizi mimi nimeona zinaletwa pale kilabuni namna mbili. Kwanza upande wa uongozi nitaelezea inakujaje. Pili, hao wanaoitwa manfluencer wa Simba, sio wote, baadhi yao. Kuna wengine wako makini, wanazungumza maneno ya kujenga, ya kuifanya kilabu yetu iende sawa, lakini kuna wengine wako kimasilahi tena makubwa. Timu ikikosea kidogo tu basi hata sakamwa mara mangungu hivi. Umeona? Sasa habari hizi zinatupelekea mahala pabaya sana na mwelekeo mbaya sana. Nikianza upande wa viongozi. So tungeanza na influencer kabisa. Tuanze na upande wa viongozi, ndio shina. Haya, sawa. Kwa sababu hao wanapata nguvu kutokana nao viongozi, namna wanavyoishi nao. Sawa. Kwa namna moja au nyingine. Sawa. Viongozi baada ya mchakato wa kubadilisha katiba ikakubalika kwamba mwenyekiti wa bodi atoke upande wa wanachama. Sasa hii maana yake mwenyekiti hapo wa Simba kashapata rungu tayari. Umeona? Na huku nako upande wa bodi, mwenyekiti wa bodi na yeye kwa vile ndo anaongoza kwa mtoaji pesa, na yeye pia ana rungu. Umeona? Sasa marungu haya mawili au mafahari hawa wawili hawakai chungu kimoja. Huyu anatetea masilahi ya kwake na huyu pia anatetea masilahi ya kwake. Umeona? Kwa nini ninasema hivyo? Hawana maelewano. Pangekuwa na maelewano, basi nafikiri haya yote yasingetokea. Mwenyekiti kaitisha mkutano, kawataja watu wake ambao hao watu mimi siwezi kuwataja kwa majina, lakini baadhi yao ndo hao wanokuwa wanapigwa kelele na Simba. Umeona? Sasa leo hao nawataja warudi tena, unazidi kuchochea moto. Umeona? Na upande huu nao washaona kwamba ukiitishwa mkutano huu leo, Mangungu ndo aloshika rungu serikali. Ukiangalia kwenye katiba mpya, Mangungu ndo mwenye timu sasa hivi, kwa hiyo ana uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo huyu naye upande wa bodi pia naye anaona hata haiwezekani. Umeona mvutano unakuja hapo huo. Sasa mvutano huo mpaka lini na maamuzi yake nini? Naomba wanachama wa Simba, narudia mara tatu, na waomba wanachama na wale mainfluencer ambao wanaitakia kilabu mafanikio, basi wakae kitako, paitishwe mkutano wa kushirikiana pande zote mbili, upande wa mwenyekiti wa kilabu na upande wa mwenyekiti wa bodi. La sivyo hatuwezi kufika kokote. Kama ni maamuzi ya serikali basi yafuatwe, ili mradi hii kilabu iwe mahala salama, sio kwa kukomoana, sio Mangungu kumkomoa Magoli wala Magoli kumkomoa Mangungu, hapana. Wakae pamoja kwa kuinusuru Simba. Tulipofikia pabaya. Ama influencer kazi yao hao nilowazungumza, baadhi yao kazi yao hao ndio hiyo, kutafuta pesa tu, lakini hawana lolote la kuisaidia Simba. Simba ndio inawasaidia wao. Siwezi kutaja kwa majina, hapana. Umeona? Ila Simba ndio inawasaidia wao, baadhi yao, lakini wapo mainfluencer wanaitakia Simba mema. Sasa
kwa kweli tunapotea, tunaenda kubaya. Nikirudi juu ya usajili wa huyu anemsema Dumbia si mchezaji, Dumbia si mzuri, mimi nataka niulize kitu kimoja. Ndio. Siku ya dabi Dumbia kapata nafasi ngapi? Na huyu anayemuita Sherilule kapata nafasi ngapi? Na nani aliyepata nafasi ya wazi zaidi? Nakuuliza wewe mwandishi hapo kwanza, hebu niambie kwanza, wewe mpira si umeona bwana Jadu? Hivi Sherilule na Dumbia nani aliyopata nafasi za wazi? Nakuuliza bwana Jadu, niambie wewe, si ulienda mpilani? Niambie, na umeuona mpira kati ya Dumbia na Sherilule nani aliyopata nafasi ya wazi? Peter Sherilule kafunga? Hapana. Kwa nini hajafunga? Hainatokea. Sasa kwa nini upande huu isitokee, upande huu itokee? Sisi tunakwenda na kelele za Yanga tunakwenda nazo. Wao wanao wachezaji kule wabovu wengi. Yule Madevu alioingiza kacheza nini? Yule na yule mchezaji aliyomtoa Zambia Simba akamleta nani yule anaitwa Fred Kobla. Wana tofauti gani? Fred Kobla na yule wana tofauti gani? Lakini umesikia naimbwa yule siku ile ya Yanga Day, baada ya kuisha kwa mpira, kuna mpenzi wa Simba alikuwa anahojiwa. Kuna mpenzi wa Simba alikuwa anahojiwa, lakini wamemzunguka watu wa Yanga wengi. Unaona, yule kijana akawa anazungumzia na habari ya Peter Sherilule, wakatokea baadhi ya wanachama wakamwambia marufuku, usiongee habari ya Peter Sherilule, ongelea habari ya mpira tu nyingine. Umeona wenzetu namna wanavyowalinda wachezaji wao, lakini sisi tunaenda na namba ya Yanga kwamba Dumbia hamna kitu bwana. Dumbia kacheza lini? Kapewa pasi gani siku zile ya kumfanya yeye kwamba aonekane si mchezaji? Tunaenda na kelele za Yanga, wao wanalinda wachezaji wao. Wewe unaamini kwanza bado apewe muda? Mimi nasema yule mchezaji bado apewe muda, kwa sababu hata ligi haijaanza, hata siku 2-3 hajacheza. Unaona, tumwangalie yule mchezaji, sio kutoa makosa. Ni namna tunavyomuimba hivi, tunavyosema hivi, wenzetu wale ndio wanapata nafasi. Alafu mimi nataka nikwambie, narudia swala hili, Simba, uongozi wa Simba hawalindi wachezaji wao. Yanga wanaitumia hii nafasi. Nilisema wachezaji wa Simba wanatiwa kwenye chupa. Umeona kule alichofanya Simba, wakushindwa kupigwa one target hata moja dakika 45 wachezaji walikuwa nao Simba. Uadui unatoka Yanga, lakini kwa vile Simba wenyewe hawako pamoja, ili hawezi kuelewa, hawawezi kuelewa. Sawa, tumalizie na hili lipi. Mwisho wa siku bado mnaendelea na haya. Leo Yanga Afrika wanaisha chuma kingine KMC pale, ambao ulikuwa unatamani pia wengine. Juzi nilisikia unasema Faisali, sio kashangaa leo akamtambulisha Yanga Afrika. Kwa Faisali wale waweze kumtambulisha, isipokuwa watamtambulisha Aziz Ki tu basi. Okay. Aziz Ki watamtambulisha, lakini sio Faisali. Kwamba yule hata Aziz mwenyewe akostui. Aziz mimi anishtui. Kweli? Anishtui. Nishamzoea sana kwa kawaida. Lakini kukufunga pia amekufungaga. Kunifunga kanifunga, na uwezo wa wenzetu, uongozi wao, namna walivyokuwa pamoja, basi pale hata kama nikaenda mimi naweza nikaifunga Simba. Kweli? Si wako pamoja. Hata ukaenda wewe bwana Jadu utaifunga Simba. Wao hawajali awe mchezaji mzuri. Na ukiangalia maneno yao wakizungumza, na sisi ndo tunashikilia hapo hapo. Alotufunga siku ile si forward namba 9. Yule namba 9 alotufunga si winga yule. Sie pale hatuna mawinga. Washatiwa kwenye chupa siku zile, akina Keleso hawapo, kina nani wote hawapo mpilani. Wachezaji wamelainika laini kabisa. Hapana. Bila kukaa pamoja Simba. Uongozi bila kukaa pamoja, na wakaitisha mkutano, waitishe mkutano wa wanachama. Haya bwana, mimi sina. Nikuache bwana mzee mwenye mambo asijakawa mengi tena. Pole. Najisikia vibaya sana. Watu subiri tuone, ligi haijaanza. Wewe ni mzee mwenye bwana, maoni yake ni hayo. Nisizungumze nayo mengi. Mimi naitwa Jadu, hii ni Ava TV. Nikushukuru kwa wakati wako. Tazidi kupiga story na mzee mwenye na tazidi kuyafahamu mengi ya kimpira kutoka kwake.